kubali na usikose katika kongamano la vijana. Ule ni mtoko. Yaani licha kwamba tunaenda kumtumikia Mungu na tunaenda kusikiliza maneno ya Mungu na ni semina ya vijana, ni kongamano la vijana la jimbo, lakini pia ni mtoko. Maana kule tunapokwenda watu wengi huwa wanatoka mbali, nchi za nje, wanaenda kufanya mtoko kule, wanaenda kufanya utalii wa ndani. Kuna mambo ya ajabu kule Mungu aliyofanya, uumbaji, ziwa na vitu vingine. Hivyo vyote sisi kwetu sisi tunaona ni mtoko. Japokuwa Yes, kama kawaida tunasema huu ni mtoko na kongamano kubwa la vijana Mbeya. Leo tulikuwa mahali hapa kwenye mkesha wa Praise Team ya jimbo. Ilikuwa mahali hapa ikifanya mazoezi. Watu wametoka sehemu mbalimbali kuja mahali hapa kanisa la Pefa Iunga kwa ajili ya kufanya mazoezi. Niko na mwenyekiti wa Praise hapa. Karibu mwenyekiti wa Praise, nipo naye hapa, yeye ataenda kujitambulisha jina lake. Mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Labda kwa faida watu wengine, kwa majina yako unaitwa nani, lakini pia umetokea wapi? Kwa majina naitwa Yusdea Mwaikole, natokea Umalila, wilaya ya Umalila. Amina. Mlikuwepo leo mahali hapa, nimeona mkifanya mazoezi. Sasa haya mazoezi yanamaanisha nini? Haya mazoezi ni mazoezi ya kuandaa mkutano wetu ambao ni mkutano wa jimbo wa vijana utakaofanyika Kyela. Utakaofanyika Kyela. Kwa nyinyi sasa mmejipangeje sasa? Najua kama nyinyi ni Praise, basi nyinyi ni wahudumu wa mkutano. Mmejipangeje sasa kwa ajili ya kufanya mkutano huu? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, maandalizi yanatia moyo. Tumejipanga vizuri sana na tunamshukuru Mungu kwa jambo hili. Maana Praise Team haina muda mrefu. Hii ni kama ni wiki ya 5 tangu tumeanza mazoezi. Hii ni wiki ya 5, lakini mwitikio ni mkubwa, lakini pia maendeleo ni mazuri. Na shauri tu kwamba watu wawe na wito wa kutamani kuona kama tunafanya maendeleo katika Pefa. Maana katika Pefa jimbo la Mbeya hiki ni kitu kipya na tumekianza na tunaamini tutafika mbali katika jina la Yesu. Amina. Wewe ni mwenyekiti wa Praise hii. Kwa hiyo sasa najua una maono makubwa sana ili kuhakikisha kwamba hii Praise inakwenda mbele, na kama ulivyosema ndo inamaanisha kwamba nyie ndo mnaenda kuhudumu kwa mara ya kwanza katika mkutano, sio? Yes. Okay, sasa mmejipangeje sasa kuona watu sasa watakapowatazama waseme yes, hii ni Praise ya jimbo? Mmejipangeje kwenye kuweza kuhudumu kwenye mkutano mkubwa kama huu ambao ni mkutano wa jimbo? Kwanza tunatamani kwanza tumejipanga kwamba kwanza tutakuwa na vitu vya tofauti ambavyo havijawahi kutokea katika mikutano yote ya jimbo. Mikutano ya jimbo yote huwa tunatumia mziki wa zamani, flash na mabiti na vitu vingine, lakini Praise Team wamefanya mabadiliko kidogo kwamba kutakuwa na mziki wa live. Kutakuwa na vitu vya tofauti, vitu vizuri. Yaani mziki ambao unapikwa hapo unauona. Hicho ni kitu cha ajabu ambacho hakijawahi kutokea na kitu ambacho tunatarajia kukifanya kwa ukubwa zaidi. Hayo ni maendeleo, mtumishi. Nadhani hata wewe mwenyewe ni mwenyeji unajua. Hatujawahi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaenda kufanya mziki wa live. Na maandalizi yanafurahisha, japo bado tuna wiki nyingine moja ya maandalizi. Ambayo hiyo wiki moja itakuwa ni tarehe 28 mwezi wa 9 mwezi wa 8, ni mwisho wa mwezi, ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Kutakuwa na zoezi la mwisho ambalo baada ya hapo ndipo nitaweza kusema kitu. Okay, so kama ulivyoweza kumsikia mwenyekiti, lakini pia unamwambiaje sasa mtu ambaye anakutazama wakati yeye ni kijana, unamwambiaje? Unaweza kumpa maelezo gani ya kumwambia? Unamwambia nini? Amina. Hapo ndo nilikuwa nataka hilo swali. Tangia mwanzo nilikuwa natamani uniulize swali kama hilo. Natamani kumwambia kijana ambaye ananitazama, awe mwanapefa au asiwe mwanapefa. Kwanza ninampa wivu awe na ampende Mungu na apende kusifu kwanza. Maana Biblia inasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa mioyo. Na Biblia inasema pia kwamba usipofanya wewe Mungu atainua mawe. Sasa nisingependa na wala Mungu asingependa kwamba mawe yainuliwe kwa niaba yako. Ninaomba tu nikutie moyo mtumishi wa Mungu naye nitazama mahali mnavyonitazama muda huu.
Hebu jiamini, jikubali, na usikose katika kongamano la vijana. Ule ni mtoko. Yaani licha kwamba tunaenda kumtumikia Mungu na tunaenda kusikiliza maneno ya Mungu na ni semina ya vijana, ni kongamano la vijana la jimbo, lakini pia ni mtoko. Maana kule tunapokwenda watu wengi huwa wanatoka mbali, nchi za nje, wanaenda kufanya mtoko kule, wanaenda kufanya utalii wa ndani. Kuna mambo ya ajabu kule Mungu aliyofanya, uumbaji, ziwa na vitu vingine. Hivyo vyote sisi kwetu sisi tunaona ni mtoko. Japokuwa nia kuu ya kwenda kule ni katika kazi ya Mungu, lakini katika kazi ya Mungu kuna malupulupu pia. Na hayo malupulupu lazima tuyatumie. Tunaenda Kyela, tunaenda bichi, Matema, tunaenda kula mahewa. Barikiwe mtumishi. Amina. Huyu ni mwenyekiti wa Praise timu ya jimbo la Mbeya. Kama ulivyoweza kumsikia, anasema huu ni mtoko. Kwa hiyo wewe kama kijana, sijui utakuwa unafanya nini hapo nyumbani wakati wenzako tunaenda kutoka, tunaenda kuenjoy, kula maisha, kula bata. Amina. Mungu akubariki.